Okay. Asante, naitwa Hamadi Mbeare, katibu wa Chadema mkoa wa Mbeya. Niko na viongozi wenzangu wakiwemo katibu wa jimbo la Mbeya mjini pamoja na mwenyekiti wa baraza la vijana wa jimbo la Mbeya mjini. Kwa pamoja tulipokea wito wa barua ya kutoka kwa RPC ambapo alitualika kwenye kikao kwa maana ya vyama vyote, alialika uongozi wa mkoa na uongozi wa jimbo pia, ambapo viongozi wa jimbo wamewakilishwa na viongozi wenzetu pamoja na mambo mengine. Tumekipokea kikao na tumekishiriki, ambapo tulikuwa na ajenda kubwa juu ya amani katika eneo letu, na sisi tumetoa ushauri wetu ambao tunaamini utaenda kupelekwa na utatekelezeka, yakiwemo mambo na madai ya msingi ambayo tumekuwa tukiyalalamikia mara zote pamoja na mambo mengine. Lakini tumepokea taarifa kwamba chama chetu ni moja ya chama ambacho kinaandaa yanayodaiwa kuwa ni maandamano ya Sabasaba. Ukweli ni kwamba sisi tumetoa maelekezo na tumetoa ufafanuzi kwamba chama chetu hakihusiki kwa namna yoyote kwa ajili ya kitu ambacho kinaitwa maandamano. Chadema turatibu hicho ambacho kinaitwa maandamano ya Sabasaba, na hivyo kama Watanzania na Wanambeya tuendelee kuwa watulivu ili kudumisha amani ya taifa letu na mkoa wetu. Majina yangu naitwa Langaeli Godson Akio, katibu wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Mbeya. Ndugu zangu, leo tumekutana viongozi wa vyama vyote vya siasa vilivyoko mkoa wa Mbeya pamoja na jeshi la polisi katika ofisi za RPC mkoa wa Mbeya. Ajenda yetu ilikuwa ni moja tu, namna ya kutengeneza umoja na mshikamano katika kuwaongoza watu wetu, na hasa kutoa kauli kuhusiana na maneno yaliyokuwepo mtaani kwamba kesho tarehe 7 mwezi wa 7 kuna maandamano yameandaliwa. Tumezungumza viongozi wa vyama na kila chama kimezungumza, na wote hakuna chama kilichokiri kwamba kimeandaa maandamano hayo. Lakini pamoja na hayo tumekubaliana kwamba kesho hakuna maandamano yoyote. Tunahimiza wanachama wetu na wananchi wetu waendelee na shughuli zao za kawaida, waende kwenye kazi zao, wafanyabiashara waende kwenye biashara, wakulima waende mashambani, na kila mtu aende akafanye jambo lake au shughuli yake inayomuingizia kipato, na watu wawe huru hata kuwepo jambo hilo. Tumekubaliana hivyo, na tunaomba kuondoa taharuki iliyokuwepo kwamba kuna maandamano, watu wapata taharuki na mshtuko kwa Mbeya. Tumekubaliana katika mkoa wa Mbeya kipindi hiki tutaonyesha historia ya mshikamano na umoja wetu, na kwamba hakutakuwa na jambo lolote linaloleta taharuki kwa wananchi wetu. Lakini leo kwa umoja wetu tuliokaa kwamba hakuna chama chochote ambacho kimeunda au kufikiria kufanya maandamano. Kwa kweli ni kwa umoja wetu, na ndio maana kila mmoja ametoa kauli yake mbele ya vyombo vya habari. Tunaomba tu kwamba kesho wananchi wetu tunaomba tufanye kazi kwa mujibu wa taratibu na sheria zilizowekwa. Nafikiri kwamba wakina mama ntilie tuendelee kupika, vijana kufanya biashara, maduka tufungue, baa zote zifungue ziwe wazi. Naomba mtaona tu taharuki ya labda polisi kuwepo wanazunguka wanawalinda ili angalau nyinyi muendelee kufanya kazi zenu. Inawezekana kuna jambo likatokea kwa bahati mbaya, lakini wanakaa kwa ajili ya ulinzi wenu. Naitwa Iptiana Samson, mimi ni mwenyekiti wa chama cha ukombozi wa umma mkoa wa Mbeya. Leo nimefurahi sana kikao hiki ambacho tunayo na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya. Tumetuweka pamoja viongozi vya siasa na sisi tunaendelea tumetoka na kauli moja kwamba sisi kama viongozi wa siasa tukaende tuambie wafuasi wetu kwamba kesho hamna kitu kitatokea, na atakayetokea kesho, kwa mfano kama Chauma, hakuna kijana wote ambaye atajitokeza huko mtaani, na itokea kitu amejitokeza huko kiongozi wake, mimi sijabariki afanye anachokifanya, atakachokifanya azibie hivyo. Na sisi Chauma tunasisitiza amani, kwamba sisi kesho tunahubiri amani, tunahubiri ubwabwa. Sasa kama tunasema tunahubiri ubwabwa alafu watu wavunje amani, ubwabwa ulipo kwa na amani. Kwa amani kwanza, watu wakula wali na maharage, watashiba, watafanya maendeleo. Kwa majina naitwa Gabriel Martin Kibonde, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia Makini. Leo tulikuwa na mkutano wa vyama vya siasa tukiwa katika ofisi za RPC mkoa. Tumeadhimia kwamba kesho hakutakuwa na maandamano. Kwa ninaomba wananchi wote muendelee na shughuli zenu za kila siku. Amani itakuwepo tu, wala msiwe na shaka.
ukiona polisi wanazunguka wala msikimbie, ni kwa ajili ya kulinda usalama zaidi.